Unaweza ukasema mwaka 2025 umeisha vibaya nchini Iran. Hii ni baada ya mwishoni kabisa mwa mwaka 2025 kuelekea 2026 raia kuanzisha maandamano makubwa karibia nchi nzima, huku akidai kuwa hali ya maisha imekuwa ngumu mno na kwamba wanahitaji hali bora ya maisha. Maandamano haya yanatajwa kuwa ni makubwa sana na jeshi la nchi hiyo limejaribu kuyasambaratisha bila mafanikio, huku mwendesha mashtaka mkuu wa Iran akisema kwamba maandamano ya kiuchumi ambayo yameikumba nchi hiyo ilikuwa ni halali, lakini jaribio lolote la kuleta ukosefu wa usalama litakabiliwa na jibu madhubuti. Viongozi nchini Iran wanaamini kwamba maandamano haya ni kutokana na propaganda zilizotoka katika mataifa ya Magharibi, lakini pia na hata Israel na Marekani. Maandamano haya ambayo yanatajwa kwamba ni kutokana na hali ngumu ya maisha yamesababisha hali nchini humo kuwa mbaya zaidi. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka wa serikali, ameviambia vyombo vya habari akisema kwamba maandamano ya kutafuta riziki ya amani ni sehemu ya ukweli wa kijamii na unaoeleweka, anasema Mohammad Movahed Azad akiviambia vyombo vya habari vya serikali. Jaribio lolote la kugeuza maandamano ya kiuchumi kuwa chombo cha ukosefu wa usalama, uharibifu wa mali ya umma au utekelezaji wa matukio yaliyoundwa nje, bila shaka utakabiliwa na jibu la kisheria kali sawia na la maamuzi. Shirika la kijasusi la Israel la Mossad kwa upande wake limetoa wito wa moja kwa moja likiwataka wa Iran kuendelea na maandamano, likisema kuwa linaunga mkono kwa kiasi kikubwa, huku maandamano yakienea katika mji mkuu wa Tehran na miji mingine ya Iran. Hii ndio sababu ya serikali ya Iran kusema kwamba ni maandamano yanayochochewa na watu wa nje ya taifa hilo. Kwa mujibu wa Mossad, taarifa yake kupitia ukurasa wa X imesema kwamba nendeni mtaani pamoja, wakati umefika, tupo pamoja nanyi. Mossad iliandika katika chapisho lake kwenye akaunti yake ya lugha ya Kifarsi ya ukurasa wa X. Redio ya jeshi la Israel imeripoti pia mnamo Jumatano, sio tu kutoka mbali au kwa maneno, pia tupo pamoja nanyi katika ardhi yenu, imeeleza Mossad, ujumbe ambao unafanana na ule uliotajwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika kipindi cha vita vya siku 12. Maandamano yalianza siku ya Jumapili, huku wenye maduka wa Teherani wakiandamana kupinga kudorora kwa uchumi wa Iran, yameenea katika miji mingine na kuwavutia wanafunzi wa vyuo vikuu pia. Rial ya Iran imeshuka dhidi ya dola ya Marekani na sarafu nyingine za dunia, na hivyo kulazimisha bei ya bidhaa kutoka nje na kuwaumiza wafanyabiashara wa rejareja katika taifa hilo la Kiajemi. Wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanasema kwamba haya yametokana na mwanzo mpya wa vikwazo uliowekwa na Marekani na mataifa mbalimbali ya Magharibi. Hata hivyo, Israel inatajwa kwamba inataka kutumia maandamano haya kama sehemu ya kuhakikisha inauangusha utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, miongoni mwa viongozi ambao wamekuwa ni tishio kwa upande wake, kama taarifa ambazo zilielezwa katika miezi kadhaa iliyopita katika mwaka 2025 kwamba moja kati ya changamoto kubwa kwa taifa la Israel ni uwepo wa Ayatollah Al-Khamenei, na ndio maana Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliamuru kwamba moja kati ya viongozi ambao walipaswa kuuawa katika vita vya siku 12 ni pamoja na Ayatollah Al-Khamenei. Lakini rais wa Marekani Donald Trump alikuja kueleza kwamba yeye ndiye aliyesababisha Al-Khamenei kuendelea kuwa hai hadi wakati huu, kwa maana alizuia juu ya kifo chake. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Tunakutakia heri ya mwaka mpya 2026. Mimi ni Adam Hussein.